Mambo Purab. Bulbul, nakuja kukuona huko. Si una muda Ndio mimi najua. Njoo nyumbani basi, mimi nitaongea na dada usijali. Na kwa jinsi ninavyomjua atamtaarifu kila mtu. Si unakujua kipaji chake? Hapana. Usimwambie chochote Pragya. Nataka kuongea na wewe. Ni muhimu sana. Hayo mambo mengine tutafikiria baadaye. Lakini Purab, dada nyumbani... Bulbul, nimeshakwambia kama ni vitu vya muhimu au? Sawa baby, nitaonana na wewe. Diamond Garden. Kama lisali moja hivi. Haya, kwaheri. Baadaye, sawa. Shangazi! Dimpi! Uhali gani jamani? Sijambo. Wapi tena? Mimi nilikuwa naenda... Oh, nenda. Nyumbani kwa Suresh? Sasa nitapata ushahidi wote. Ninyi hamna mtu kwa ajili ya kuwafanyia usafi ndani ya hii nyumba? Unasema nini wewe? Haya, nipatie. Sawa bwana. Nipe. Acha tu. Bwana. Ale... Shangazi! Kwani kuna sherehe? Mbona watupiga picha sisi jamani? Hamna bwana, hii kamera unajua ni ya zamani sana. Hivyo nilikuwa naangalia kama bado inafanya kazi. Tunaihitaji wakati wa harusi. Hakuna kingine. Ngoja niwasaidie, hamwezi kufanya vitu vyote hivi peke yenu. Kweli mimi sina bahati kabisa. Ni sasa sana kutoa kwenye kikaango na kutia kwenye moto tena. Mimi nilidhani kwamba kuna pembe mbili ya mapenzi. Lakini hapana. Kumbe hii ni pembe tatu ya mapenzi. Bulbul. Bulbul? Bulbul? We, Sweet Bulbul, wa nini tena? Pana, hakuna. Atakuwa chumbani kwake, kamwangalie. Je, nimwambie wifi kuhusu hili swala? Hapana. Kama nikisema nimwambie sasa hivi, basi atakimbia. Kama kuna mtu pekee ambaye anaweza kuleta hili jambo hadharani, ni mtu mmoja tu, ambaye ni Bulbul. Ni yeye tu ndo atakayefanya hii kazi kwa ufasaha. Pulvi, umemwona wapi Bulbul? Kuna sehemu ameenda kwa ajili ya masuala ya kiofisi. Vipi, ulikuwa na shida naye kwani? Kuna tatizo lolote? Hamna. Atarudi hapa muda sio mrefu. Sawa. Umerudi? Na mama. Purvi, ulisema unataka chai, nimetengeneza hii hapa. Jinsi unavyopendaga. Kunywa mwanangu. Chukua. Ndio maana nilimtuma Purvi atangulie. Umepata mkufu wa baraka? Ndio mama. Hii hapa, hebu iangalie. Vipi, umeupenda? Ni ghali sana. Lakini ni nzuri pia. Vizuri. Nafurahi umeufikisha nyumbani salama. Natumai kupata shida mpendwa. Hapana, hakuna shida. Shida nilokutana nayo ni moja mama. Shida ambayo nilifanikiwa kwenda kuishtaki na nikapoteza uvumilivu wangu katika hili. Najiuliza kwa nini hatima kila wakati imekuwa ikinikutanisha naye. Habari daktari. Majibu ya bibi yako yameshatoka. Vipi, kuna nini? Kila kitu kiko vizuri? Haya majibu yapo vizuri bwana Abi. Kiafya kiujumla ana shida nyingi sana.
hivyo unatakiwa makini na yeye. Daktari, ningependa tuonane, niko njiani nakuja. Sawa. Nipeleke nyumbani haraka. Prabu mpaka sasa hivi kwa nini hajafika? Mimi nikicholaga ofisini kwake, yana nikaripia. Mwache tu. Bulbul? Shangazi, wewe uko hapa? Nilikuwa nakutafuta tu wewe Bulbul. Kuna kitu nimegundua. Inakuhusu wewe, nimeona nije kukuambia mwenyewe kabla ya mtu mwingine. Hivi, inawezekana kamejua kuhusu Prabu huyo? Kuhusu mimi? Kitu gani chombo chomekijua shangazi? Shida ni kwamba nimeshindwa kukaa nalo na nimeshindwa kumwambia mtu mwingine. Ukilisikia na wewe pia utahangaika huku na huku. Shangazi, kwa nini lakini unakuwa mgumu wa kuongea vitu kwa uwazi kabisa? Anangu, Pragya. Kitu gani kichomkuta dada Pragya? Bwana hajapatwa na chochote kile, lakini anaweza kumtokea. Safari hii Pragya amedanganywa sana. Kadanganya? Mwanangu, Suresh hampendi Pragya kabisa. Ndio unaongea kitu gani shangazi? Nakwambia ukweli. Suresh hampendi Pragya, anakupenda wewe. Shangazi, kila siku anakuambia neno moja, mimi wasipendi masiara hata kidogo. Mwanangu, Suresh anacheza na maisha ya Pragya. Mimi nilijua tu kwamba hautaniamini, lakini baada ya kuona hizi barua pamoja na hizi picha, hajafanya kitu sahihi kabisa Suresh. Anawezaje kufikiria vitu kama hivi, lakini namaanisha achokifanya kwa dadangu ni udanganyifu mkubwa. Sitamwacha salama wewe, wala sithubutu kumwacha hata kidogo. Binti yangu, naomba usichukue hatua yoyote ile kwa haraka. Kuwa makini, usichukulie hasira sana. Mimi naondoka, Wifi, ni katikati mboga zote? Ndiyo, tutakunywa supu kama kifungua kinywa asubuhi. Halafu, wifi, lini wewe na kaka mlifungua dirisha? Namaanisha, ni lini nyie mlianza kuonana na lini mlipendana? Niambie. Kaa kimya. Jamani wifi, niambie basi ulianza kumpenda lini kaka yangu? Mlianza mahusiano kama vile mnaigiza movie, Wala haikuwa kana kwamba eti mapenzi katika muonekano wa kwanza, hakuna. Wala haikuwa kama maigizo hata. Basi ni vile tu Suresh ananijali sana na mimi pia namjali sana, ndio hivyo. Naona. Kwa hiyo mapenzi unamaanisha kujali koloni lako? Racho wewe. Lakini niambie, wakati wote mlivyo mnapendana, na niambie basi mkiwa pamoja ni kitu gani huwa mnafanya? Habari yako Rachu? Ndiyo kaka, niko vizuri. Shangazi alikuwa ameagiza vitu kadhaa kutoka sokoni. Iko wapi shangazi? Yuko ndani. Sawa. Kama mchele umeshakuwa tayari, nipeleke ndani? Hapana, nitapeleka tu. Mimi nenda ndani. Shangazi! Vitu vyako hivi hapa. Mboga hapa. Suresh hanijali tu mimi, bali vile vile anajali na familia yangu pia. Yeye ni jirani, lakini wala hajichukulii kama jirani, anajichukulia kama familia, na wakati wote amekuwa akitusaidia. Hata sielewi ilikuwaje akawa mmoja wa hii familia. Inawezekana labda tabia yake ya kujali ndio imenifanya nimpende, au labda pia sijui, nimekuwa nikimpenda siku zote. Lakini wifi, unaweza kuwa ulimpenda zamani, lakini ndio huja kwa wakati sahihi kabisa. Kaka yangu atakuwa mwenza bora katika maisha yako, na wewe utakuwa wifi yangu bora kuliko wote.
Leo nimejikuta nina furaha sana. Yes, anajikuta sharukani bwana, Yeye mwenyewe wala hawezi kujitunza. Halafu anakuja kunichafua. Si watautumia ule ukumbi wa harusi, Basi nitalipiza kisasi kwenye hiyo ndoa yao. Shangazi, unaenda wapi? Naweza kukushusha? Hapana, wala sihitaji mwanangu. Huna haja ya kunishusha. Sisi ndo tutakushusha wewe. Namaanisha nina kazi nyingi za kufanya, hivyo ngoja niondoke. Bulbul, sikiliza, kuna kitu nataka nikwambie. Bulbul, wewe. Hey, imekuwaje? Ni kwa nini unalia? Purab, unajua, kwa mara ya kwanza leo katika maisha yangu nimesikia jambo baya ambalo sijagusikia kwenye maisha yangu. Wala siku ya kufikiria kama nitawahi kusikia hili. Sasa kumetokea nini? Walau basi uniambie kwa nini unalia. Kuna mtu amemdanganya dadangu. Alikuwa anacheza tuna hisia zake Purab. Na siwezi kuvumilia. Bulbul. Natumai hututhubutu kunidanganya. Bulbul. Kusema kweli naogopa sana Purab. Naogopa sana mimi. Nilikuwa nadhani mapenzi ni kitu pekee sana na kizuri katika hii dunia. Nilikuwa nadhani kwa mapenzi ni furaha pamoja kati ya watu wawili wanaopendana. Purab. Kuna mtu kamdanganya dadangu katika maisha yake Purab. Kama kitokea dadangu akagundua, basi atapoteza imani yake katika swala la mapenzi Purab. Naomba niahidi kuwa hutandanganya. Purab, niambie tafadhali. Nimekuuliza kitu na wewe basi kwa nini unipi jibu langu Purab? Nimekuuliza swali, niambie hutandanganya. Sema, sasa kwa nini hunijibu? Hapana. Kama mimi sitakudanganya wewe. Nakupenda Purab. Nakupenda pia. Shangazi, Dokta yuko wapi? Ndiyo yupo. Yupo kule chumbani kwa bibi. Ala, mbona amechanganyikiwa sana hivi? Lazima kuna jambo baya. Twende tukaone. Kuna nini dokta? Kuna tatizo lolote kubwa? Hayupo vizuri. Presha na sukari ni kawaida sana katika umri wake. Lakini yeye anasumbuliwa sana na matatizo ya msongo wa mawazo. Na kama hali yake itaendelea hivi, basi inaweza kuvujisha damu kwenye ubongo. Itakuwa kuna kitu kinampa wasiwasi. Tafadhali muangalieni. Mimi naondoka. Asante daktari. Mama, kwani kitu gani ambacho nakiwaza? Si unaona? Hii ndio sababu pekee inayokufanya wewe unaugua. Mbali na furaha ya watoto wangu, nitafikiria nini kingine? Mimi nachotaka ni Abi aoe, lakini hataki kunisikiliza. Kila ninapozungumza naye kuhusu ndoa, ananipinga. Bibi, una wasiwasi wako tu uliokuwa nao. Ndio. Siku nitakayokuona kama bwana harusi, itakuwa na furaha isiyopimika. Sawa bibi. Mimi niko tayari kuoa. Kweli? Sawa bibi. Natumaini unitanii. Hapana bibi, nakuahidi. Tazama, kwa kuwa umekubali kuoa,
Mimi nimeshakuchagulia mke. Bibi, hapana. Msichana lazima awe chaguo langu. Sawa, chaguo lako ndio chaguo langu. Haya sasa, mjukuu wangu, hebu niahidi kitu. Utanitambulisha kwa huyo binti ili nimpatie baraka zangu zote. Uchumba utakuwa kwa haraka na ndoa kwa haraka. Lakini niahidi bibi, kuwa hautakuwa na wasiwasi tena tokea sasa. Sasa kwa kuwa umekubali, sasa ni kwa nini mimi niwe na wasiwasi? Nakuahidi sitakuwa na wasiwasi tena. Unakuwa kijana mzuri sasa. Nakupenda bibi. Mimi nilikuwa natamani sana kama angemuoa Pragya. Mama! Njoo kae, taratibu. Njoo, kachini. Njoo, taratibu, keti haraka. Sara, vipi tena mwanangu? Leta haraka Maji. Mama, kunywa maji kwanza. Kwa nini unapenda kuwa na mawazo sana? Ndio maana haya yanakukuta. Unapenda kuhangaika sana mama. Kwa nini hauelewi? Bibi, naomba umueleweshe bwana. Hataki hata kunisikiliza. Hakuna kitu kama hicho. Mimi niko sawa. Kuna kazi inanisubiri huko. Janki atasimamia. Ala, dada Sala, imekuwaje? Shangazi alipata tukizunguzungu ghafla. Uko sawa kweli? Niko sawa jamani, mbona hivyo? Hala, Janki, ni kwa nini umesimama hapa? Nilikwambia kuna kazi nyingi sana jikoni ambazo sijaisha. Purvi, na wewe nilikwambia katikati zile mboga kule jikoni tupike chakula cha jioni. Sasa unafikiri tutapika vipi? Nitafanya. Sasa ni kwa nini umesimama hapa? Utaki kwenda sokoni? Jamani, sawa, haina shida. Ngoja mimi niende. Hivi inawezekanaje kukaa bila kazi? Mama, ngoja nikakuletea dawa yako ya kifua. Hebu achana na mambo ya dawa ya kifua. Usifanye chochote. Kwa sababu umeshapaka hina. Hatuwezi kumfanyisha biharusi kazi. Kwa sasa unatakiwa kufanya kazi nyumbani kwa wakwe zako tu. Naomba unisamehe, kazi chache tu sijazimaliza. Nakuja. Dada Sala, nilikuwa nimekuja kukuuliza Suresh atavaa nini na lini? Dada Madvi, wewe amua tu chochote. Hapana. Hii haiwezekani. Mimi nilimchagulia Pragya nguo. Sasa na wewe mchagulie Suresh nguo. Sawa? Wewe unafikiria mimi nafanya kazi sana? Kwa hiyo basi, wanisaidie leo. Kwa sababu hivyo ndivyo ninavyotaka dada Madvi. Sawa. Tafadhali, mimi nitakupo jikoni nafanya kazi. Lakini dada Sala, nyini ya chini. Unaona? Hataki kusikiliza. Muda wote yeye anashughulika. Basi wewe utaniambia. Haya, njoo. Unaweza kuchagua. Shangazi, hii kola yake si imebana. Inawezekana siipende labda. Ana wasiwasi juu ya kola tu. Lakini mimi nimeandaa balaa kubwa ambalo litakuja kumdondokea Suresh mwenyewe. Yuko wapi kaka? Mbona kama sherehe zinaanza hivi karibuni? Nakupenda Purab. Kwa nini Suresh apokee simu? Sijui kama yuko salama au atakuwa nyumbani. Unafanya nini hapa? Hilo swali linapaswa kukuuliza wewe Suresh. Wewe unafanya nini hapa? Leo sina sherehe yako ya Haridis ndio Au nakosea? Mimi... Acha kubabaika. Kwa
Kwa kuficha uso wako haiwezi kubadilisha nia yako Suresh. Hivyo ulikuwa unafikiria nini? Kwamba ukweli wako mkubwa utaficha na hata kugundua kitu chochote kile, si ndio? Ukweli gani Bulbul? Ukweli gani? Unaongelea kuhusu nini? Naongelea kuhusu nini? Wewe hujui naongelea kuhusu nini? Unafahamu vizuri ninachokiongelea. Unajua vizuri ni kitu gani ambacho nakiongelea hapa Suresh. Unaongea kuhusu nini wewe? Wewe unanipenda mimi? Wewe unanipenda mimi alafu unamua dadangu? Dadangu anakupenda sana wewe, na hii ndio sababu ya sisi tukakupa ushare naye maisha yake. Wewe, naomba niambie nani ambaye amekupa uhuru na haki ya kucheza maisha dadangu? Nani nakuuliza? Nani anakupatia haki? Dadangu mimi ndo kila kitu kwangu, maisha yangu, na maanisha yeye ndo kila kitu katika familia yetu. Anaelewa sana na ninajali sana. Unajua, toka tulipokuwa watoto daima nilikuwa nataka kuwa kama dadangu, lakini sikuweza kuwa kama yeye. Na yote unajua ni kwa nini? Kwa sababu katika hii dunia hakuna mtu yote ambaye anaweza kuwa mzuri kama alivyokuwa yeye. Na wewe umechukulia ile faida kwako Suresh, si ndio? Na shukrani kwa matendo yako yote, kwa sababu kweli wote umetoka nje. Hivi ulikuwa unafikiria nini, kwamba ufanane na watu wengine? Samahani, wewe ni kama wale tu vicheche wa mtaani ambao uzuri wao unaonekana kwa nje na ubaya wao watu wameuficha ndani. Nilikuwa namuuliza dada yangu siku zote, na muda wote nilikuwa nafikiria kwamba aliwezaje kukupenda lakini mtu kama wewe. Yaani nimechukia zaidi kwa sababu mimi mwenyewe ndo ambaye nimesababisha dada akubali uhusiano wako. Sisi kwa nini nilifanya hivyo? Alafu bwana Suresh, nini anachofikiria kuhusu mimi sitaki kujua, na inamaanisha kwamba sijali wala nini. Na lilaani hilo swala. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Na hilo jambo lenyewe, kuna mtu mwingine tayari nampenda. Kuna mtu nampenda sana tu. Usitaje jina langu. Unazidi kunitibu watu mimi. Alafu na mwanamke kitu kimoja, ni kwa nini dada yangu kipenzi humpendi sasa? Kwa sababu gani unataka kumuoa? Nijibu basi Suresh, kama humpendi dada yangu ni kwa sababu gani unataka kumuoa? Ndio simpendi. Mimi sina mapenzi kabisa na Pragya. Mimi simpendi Pragya. Lakini hiyo haimaanishi kana kwamba sitokuja kumpenda. Ni mzuri sana. Polepole hakika nitampenda tukiwa kwenye ndoa. Mapenzi sio jambo la muhimu. Kuheshimiana ndio jambo pekee la umuhimu. Mimi namheshimu. Heshima gani mpumbavu wewe? Humstahili dadangu hata kidogo. Humstahili dadangu Suresh. Yaani maanisha humstahili. Kwa sababu mimi nasema kitu kingine, macho yako pia yanasema kitu kingine, na macho yako pia yanasema wazi. Hauna furaha na yeye. Ndio mimi. Bulbul, mimi sina furaha. Sasa kama mtu ambaye hana furaha na ndoa yake, anawezaje kumfanya biharusi yake na furaha? Mimi nataka kuona mtu ambaye nampenda, lakini wewe unaenda kumwoa mtu ambaye humpendi lakini anakupenda. Kwa nini? Ni mapenzi aina gani sasa hayo? Wewe subiri na uangalie, naenda kumwambia dada kila kitu. Kila kitu. Anajua kila kitu. Dada anajua kila kitu. Pragya anajua kila kitu. Nimwahidi kuwa mimi nataka kuishi na yeye maisha yangu yote. Lakini leo hii wakati nimekwenda na mtu mwingine, nimejisikia vibaya. Sijui ni kwa nini. Inaniuma sana. Sikuweza kuvumilia kukuona ukiwa naye. Tafadhali nisamehe. Lakini Bulbul, naomba uniamini. Nitamuoa tu Pragya. Pragya ananipenda mimi. Pumbavu. Unaendelea kuongea ujinga. Hapana Bulbul, mimi niko sahihi. Pragya ni mzuri sana na anahitaji kupata furaha za aina zote. Ni uchifu gani unazungumza Suresh? Dada hakutaki wewe. Dada anamtaka mume ambaye atakayempenda sana. Yote haya. Huo ndo ukweli. Suresh hataki kuvunja uchumba kwa sababu tu hataki kuvunja moyo wako. Chochote anachokiona kwamba sasa hivi ni sahihi kitakuwa kibaya sana kwenu baadaye. Yeye hataweza kumsahau Bulbul. Na najua hili sio kosa lake, lakini kwa kuwa Bulbul anacheza katika akili yake kukuoa wewe, unafikiri itarekebisha tatizo? Basi hilo pia sio sawa. Pragya yeye hana ujasiri wa kuvunja huu uchumba wenu.
Baada ya kuyajua yote haya, sijui kama utaendelea ama la. Sijui ni kwa nini hili jambo limetokea. Kuna maumivu mengi sana kwenye maisha yangu. Vipi hali? Unatazama picha ya nani? Kaka, mimi na Purab, sisi wote tunapendezana tukiwa pamoja. Nionyeshe. Hapana. Samahani lakini sitaweza kukuonyesha. Tuachane na haya. Sahau kuhusu hii picha. Hebu niambie, ulikubaliana na bibi kuhusu ndoa yako? Eti niambie. Unajua furaha ya bibi ni muhimu sana kwangu, eh? Ndio sababu mimi nimekubali kuoa. Inamaanisha unataka kusema ya kwamba utaoa msichana mshamba mwenye maadili ya chini. Si niko sawa? Hapana Alia. Nitaoa lakini si kwa msichana aliyonichagulia yeye, bali kwa msichana atakayemchagua mimi. Kaka, Tanu. Imekaaje? Wow, kaka, hii ni nzuri sana. Nitaenda kumchumbia leo hii. Kaka, ni kweli umeamua msichana utakayemuoa ni Tanu? Alia, kama nitaoa basi nitamuoa Tanu tu. Na kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini sifanye hivyo? Unajua kaka, Tanu ni mrimbwende. Ana kipaji, anapita kwenye jukwaa. Hatujui ni nini ambacho kinaendelea akilini kwake. Anaweza hata kukataa kuolewa na wewe. Nina uhakika kabisa ataweza kukataa. Kama una uhakika na hilo, basi ni habari nzuri. Kwa maana hiyo tunaweza kumfanya bibi awe na furaha mara mbili. Baadaye Alia. Kwa heri kaka. Purab, siwezi kuamini hili ndo chaguo lako. Pragya! Pragya? Hala? Kwa nini unaketi gizani? Mwanangu, hutakiwi kukaa gizani wakati kuna ndoa, inashangaza. Twende, maandalizi ya sherehe ya manjano yameshakamilika, wanakusubiri wewe. Pragya? Unalia? Pragya, una wasiwasi juu ya afya yangu, si ndio? Mwanangu, hakuna chochote kitakachonitokea. Namaanisha niko sawa kabisa. Hata hivyo, hutaenda mbali sana baada ya ndoa. Unaenda karibu tu, sawa? Utatupigia tu simu na sisi tutakuja huko. Mwanangu, wewe ni mwenye bahati sana. Mtu anayekupenda ndio unayefunga naye ndoa. Sema kweli, Suresh ni mtu mzuri sana. Ni mkwe bora sana. Na ni mume bora ambaye atakupenda sana. Ni kwa miaka mingi sana nimekuwa nikiwa na wasiwasi. Sijui kama Pragya wangu kweli atakuja kuolewa wala kuchumbiwa na yeyote. Lakini sasa nimegundua. Baada yako imeunganishwa naye. Ni yule tu ambaye utakuwa umeunganishwa naye. Na yeye ni Suresh. Na baada ya kuolewa na Suresh, utapamba kibano chako cha nywele kwa jina la Suresh. Sasa usilie. Acha nisafishe miwani yako, eh? Sawa. Wewe ni msichana mwenye akili sana Pragya. Alafu kwa nini unaigiza kama mtoto? Watu wako nje wanakusubiri. Sherehe itaanza. Njoo. Sasa vaa miwani yako, eh? Njoo nje haraka, eh? Nitawaambia wachanganye manjano. Sawa, eh? Oh, Purvi! Haraka, hebu leta hayo manjano. Angalia mama, uliniambia nipumzike. Nimepumzika kwa muda na nyumba yote imekuwa vurugumai. Kutu nzima yuko kwenye simu tu. Purvi, amsafisha haraka. Pragya pia huyu hapa. Na unaniambia nipumzike. Haya, hebu njoo. Baada tu kupakwa manjano, hakikisha unaenda kuoga na maji ya moto, eh? Bini, hebu sogea hapa. Pragya yuko hapa sasa. Haku, hebu nenda kule kwenye chumba cha store, eh? Na ukalete ile mikeka. Nenda.
Bulbul, umefikiria kitu gani kwa hichi nilichokuambia? Kuna kazi fulani muhimu na haraka naenda kufanya shangazi. Mimi naenda. Ni kitu gani kinaweza kuwa cha umuhimu zaidi ya hichi nilichomwambia? Inaonekana bidii zangu zimegonga mwamba. Siwezi kukaa hapa na kuangalia hizi taratibu. Kaka, tulikuwa tunakusubiri kweli yani. Basi weka hapo, mimi nakuja sasa hivi. Suresh. Hatuwezi kufanya hivi. Hatuwezi kufanya nini Pragya? Baada ya kujua ya kwamba wewe unampenda mtu mwingine kabisa, na baada ya kujua huyo mtu anayempenda ni nani, nakosa ujasiri wa kuolewa na wewe. Kuna nini Pragya? Upo sawa? Ni kwa nini nasema yote haya? Chochote kilichotokea na tunachotaka kukifanya Suresh sio sahihi. Hakipo sawa namaanisha nini? Kitu unachokifanya kwa kujua ni makosa, lakini kitu ambacho hujakikusudia sio makosa, na ndio maana hakuna msamaha katika hilo. Pragya, kosa gani na msamaha wa nini? Nini hicho unachokisema? Nikusikia ukiongea na Bulbul ndani. Siwezi kuelewa nawe. Uhusiano ambao sina haki nao siwezi kuendelea kuutunza Suresh. Unasema nini hicho Pragya? Suresh, unashindwa kuelewa. Kama ingekuwa ni ndoa ya kupangiwa, na kama ningekuwa naolewa na nisiyemjua, labda ningekubali kuolewa, kwa sababu nisingejua chochote kile kuhusu huyo mtu. Lakini wewe nakujua. Nitawezaje kuushika mkono wako nikijua ya kwamba hiyo ni nafasi mtu mwingine ya kushike? Baada ya kujua ya kwamba hii ndoa ni mkanganyiko kwako, hii ndoa itakuwa ni muunganiko usio na maana. Suresh, sijawahi kuchukua jukumu la mtu mwingine katika maisha yangu. Nitawezaje kulikubali penzi la mtu mwingine? Wewe kila wakati umekuwa ukiunga mkono ukweli. Najua huwezi kukubali huu uhusiano batili. Sitakuwa na ujasiri wa kuweza kuyatazama macho yako. Uhusiano wetu unaishia hapa Suresh. Ni heri kuanzia leo tu tunaonana kupitia madirishani pekee, kuliko kuyatazama maisha yetu ya baadaye kupitia dirisha moja, wakati hatima yetu haitaki hilo. Siwezi kuolewa na wewe. Umesema nini? Mama, hii ndoa haiwezi kufungwa. Hii ndoa haiwezi kufanyika. Kwa sababu anampenda mtu mwingine. Kwani
usimuulize chochote, wala sio kosa lake. Ndio Pragya, sio kosa lake kwa sababu kosa ni la kwangu, ni la kwangu. Nilikuchukulia wewe kama ni mwanangu. Hana kifo cha baba yako, nimesimamia nyumba hii peke yangu, lakini alikuja katika maisha nikamfanya aseme familia yetu. Ikiwa kumpenda Pragya, basi ni kwa nini ulichumbiana naye? Ni kwa nini ukubali harusi? Kwa nini? Kama ulijua ni ngumu kwako, sasa ni kwa nini ulikubali ndoa? Kwa nini? Kwa nini ulikubali ndoa? Mama, usimuulize swali lolote, sio kosa lake. Makosa ni ya kwangu. Utaendelea kuwajibika kwa makosa ya wengine kwa muda gani mwanangu? Huyu hastahili hivyo Pragya. Safari hii makosa ni yangu, ma. Mimi ndo nilimwambia kwamba nampenda, na yeye akakubali kunioa ili nisivunjike moyo. Nami nikadhani kwamba taratibu atajifunza kunipenda, na kisha ndoa yetu. Na ndoa yetu itafanikiwa. Shangazi, kivyovyote vile tutampenda Pragya. Utawezaje kunipenda, Suresh? Wewe ni mmoja ya wale watu wasioweza kusahau wapenzi wao wa kwanza, la sivyo ungekuwa umeshasahau. Nipe tu nafasi Pragya. Nafasi umeshaipata, Suresh. Tafadhali, tafadhali naomba ufanye kwa ajili ya furaha yangu, na naomba usijiingize katika huu uhusiano. Pragya, najua nikiwa na wewe naweza kupata furaha yote maishani. Nitakupenda. Mtu hupenda mara moja katika maisha yake, Suresh, na wewe tayari ulishapenda. Kama bahati yangu bado haijaniletea mpenzi wangu, wala hilo sio kosa lako. Mioyo miwili iliyovunjika haiwezi kuungana kuitengeneza familia, Suresh. Hii ndoa haiwezi kufungwa. Hii ndoa haiwezi kufungwa, Suresh. Tafadhali nisikilize. Nadhani inatosha sasa. Na wewe umesikia nini Pragya alichokisema? Amesema hataki kuolewa na wewe. Ndio. Nakuchukia kuliko kitu chochote. Sitaki kuiona hiyo sura yako hapa. Umemuumiza sana binti yangu pamoja na mimi. Sasa usithubutu. Kama usithubutu kuonyesha uso wangu kwangu. Hapana Pragya. Ninakufunga kwa kiapo. Hautatamka neno hata moja. Na kama usionyesha uso wako hapa, na kama usije ukathubutu kuingia tena katika hii nyumba, njoo hapa. Wacha nikuonyeshe njia ya kutokea. Naona utakuwa umesahau mlango. Twende! Tena nakwambia usije ukathubutu kuiangalia hata hii nyumba, na wala usije ukathubutu kuingia katika hii nyumba tena maishani mwako. Abi, kumbe upo? Vipi, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Umekuja saa ngapi? Ungekuwa unapaka maskara kwenye nywele zako. Sikiliza Tanu, umetoka mbali sana. Ulikuwa hujui hata kupaka lipstick kwenye mdomo wako. Ninawezaje kusahau hilo? Ulinifundisha kupaka makeup vizuri. Vinginevyo ungekuwa unapaka basi maskara kwenye hizi nywele zako, maana ungekuwa unapendeza sana. Tafadhali. Yaani nilikuwa mzuri kuliko hata huyo rafiki yako wa kike mjinga. Unafikiria hivyo? Ndiyo, muda unaenda na uhakika nitakipata hiko. Nini kingine ungemwambia Alia? Kwamba mimi nampenda rafiki yake, si ndio? Nyie wote mlikuwa katika chuo kimoja wakati mimi nakuona wewe kwa mara ya kwanza. Na kisha ndipo nilipoamua kuisafisha almasi hii na kukufanya wewe mwanamitindo bora. Ilikuwa kama miezi 7 hivi au 8 ambayo tumeonana.
mengi sana yamepita. Nitakuletea. Unajua mpenzi, ni nini zaidi ambacho mimi kinanifanya nikupende sana wewe? Sababu wewe unapenda pesa kuliko kila kitu. Nilijifunza kupenda pesa toka tu nilivyokutana na wewe, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuwa na uchu wa mafanikio kukuzidi wewe. Ndivyo nilivyo. Na unajua nini Tano? Huyu mtu mwenye tamaa ya pesa ametumia pesa hiyo hiyo kununua kitu kilichokuwa cha thamani. Ngoja niote. Kwa bibi? Hapana. Hii ni kwa ajili ya mtu ambaye nitamuoa. Kuoa? Ni nani? Namaanisha, lakini wewe unanipenda mimi. Sasa unawezaje kumwoa mtu mwingine? Mimi nataka nikuoe wewe Tano. Bibi yangu anaumwa sana na nataka nioe haraka iwezekanavyo. Tano, uko tayari kuolewa na mimi? Tatizo nini, hujaipenda pete au? Hapana, ni nzuri sana. Basi. Kiukweli, naomba usinielewe vibaya Abi. Jana tu nimetoka kusaini mkataba mkubwa na kampuni ya kimataifa. Abi, ni wa milioni 120 na kwenye makubaliano umeandikwa mimi siwezi kuolewa ndani ya mwaka mmoja. Nini? Abi, naomba usinifikirie vibaya tafadhali. Nakupenda, lakini huu mkataba pia ni wa muhimu na kama unavyojua na unajua siwezi kuacha uende. Namaanisha tafadhali nielewe Abi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba unanikataa mimi kwa ajili ya pesa? Unasema hapana kwangu? Sio hivyo. Unajua ukikasirika upendezi. Tulia kidogo. Sitaki kukusikiliza kwa chochote kile Tano. Wewe. Tulia. Abi, nisikilize. Shit. Nitawezaje kumwelewesha? Alia. Ni Alia pekee ndiye anaweza kuongea na Abi.